Mwenda tezi na omo, marejeo ngamani, wazee wa zamani walinena. Methali hii huenda ikawa na maana mpya katika siasa za Tanzania baada ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuvuliwa wanachama wa CCM, kwa sababu historia ya chama hicho imewahi kushuhudia viongozi wakubwa wakiondolewa kwenda zao na baadaye baadhi yao kurejea tena. Sasa swali linalotafakarisha wengi ni je, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi naye anaweza kurejea CCM siku moja, au ukurasa wake ndani ya chama hicho umefungwa kabisa? Historia inaonyesha kwamba kufukuzwa CCM si jambo jipya, wala si jambo ambalo limewakumba viongozi wa kawaida pekee. Kwa nyakati tofauti, viongozi waliwahi kushika nafasi kubwa ndani ya chama wamejikuta wakivuliwa wanachama kutokana na sababu mbalimbali za kinidhamu na kisiasa. Sophia Simba, Jessica Msambatavangu na marehemu Bernard Membe ni miongoni mwa majina yaliyowahi kupitia safari hiyo, huku Nchimbi akiwa ameongezwa kwenye historia hiyo katika kipindi cha sasa. Sophia Simba alikuwa mmoja wa wanawake wenye nafasi kubwa ndani ya CCM, akiwa amewahi kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT na mbunge wa viti maalum. Mwaka 2017 jina lake lilikuwa miongoni mwa yaliyotikisa siasa za CCM baada ya halmashauri kuu ya taifa ya chama kuamua kumvua wanachama pamoja na viongozi wengine. Hatua hiyo ilitokana na masuala ya nidhamu na maadili ya chama. Kwa kiongozi aliyekuwa amefikia ngazi hiyo, kuondolewa CCM ilikuwa pigo kubwa kisiasa. Lakini Sophia Simba hakufanya safari ya kuondoka kimya kimya. Baada ya kuvuliwa wanachama, aliomba msamaha na kuomba kurejeshwa ndani ya chama. Ombi lake lilipewa nafasi ya kuzingatiwa na hatimaye Novemba 21 mwaka 2017, NEC ya CCM iliamua kumrejesha katika wanachama. Hapa ndipo historia ya Sophia Simba inapotufanya tujiulize swali kuhusu Nchimbi. Je, kufukuzwa ni mwisho wa safari ya kisiasa, au wakati mwingine ni sura moja tu katika kitabu ambacho bado hakijafungwa? Mwaka huo huo 2017, Jessica Msambatavangu naye alikumbana na mkono wa CCM wa kinidhamu. Wakati huo alikuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa, nafasi iliyomfanya kuwa mmoja wa viongozi muhimu wa chama katika ngazi ya mkoa. NEC ya CCM iliamua kumvua wanachama pamoja na Sophia Simba na baadhi ya wenyeviti wengine wa CCM wa mikoa. Uamuzi huo ulionyesha kwamba nafasi ya juu ndani ya chama haikuwa kinga dhidi ya hatua za kinidhamu pale chama kilipoona kuna ukiukwaji wa misingi yake. Kutoka kwa Sophia Simba na Jessica Msambatavangu tunafika kwa marehemu Bernard Membe, mwanasiasa ambaye historia yake ndani ya CCM ilikuwa ndefu na yenye uzito. Membe aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliowahi kutajwa katika mijadala ya uraisi ndani ya CCM. Lakini safari yake na chama hicho ilifika ukingoni mwaka 2020 baada ya kamati kuu ya CCM kuamua kumvua wanachama. Uamuzi huo wa Februari 28 mwaka 2020 ulielezwa na CCM kuwa umetokana na masuala ya nidhamu na maadili, huku chama kikisema kilikuwa kimefuatilia mwenendo wa Membe kwa muda na kwamba alikuwa amewahi kupewa maonyo. Membe kwa upande wake alikuwa na mtazamo tofauti kuhusu chanzo cha mgogoro huo, akihusisha hatua hiyo na mazingira ya kisiasa yaliyomzunguka wakati alipokuwa akitaka kushindana katika mchakato wa kuwania uteuzi wa urais wa CCM kuelekea uchaguzi wa mwaka 2020. Baada ya kuondolewa CCM, Membe alichukua hatua ambayo ilifanya simulizi yake iwe tofauti na wengi. Alijiunga na ACT Wazalendo na akawa mgombea wa urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Lakini kama methali inavyosema, mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Mwaka 2022 Membe aliomba kurejea CCM, chama kikakubali na hatimaye akarudishwa rasmi katika chama alichowahi kuondolewa. Hiyo ndiyo moja ya mifano mikubwa inayofanya swali kuhusu hatima ya Nchimbi liwe na uzito zaidi. Sasa anayeingia kwenye ukurasa huo ni Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Si jina dogo katika historia ya CCM. Amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, balozi, katibu mkuu wa CCM na baadaye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hata kabla tukio la sasa, Nchimbi aliwahi kukumbana na hatua za kinidhamu mwaka 2017 wakati alipopewa onyo kali, huku viongozi wengine akiwemo Sofia Simba wakivuliwa wanachama. Agosti 25, 2026, Nchimbi alitangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikubali uamuzi huo, na siku iliyofuata CCM ikafanya kikao cha dharura cha kamati kuu ambapo iliamua kumvua Nchimbi uwanachama wa chama hicho. Tukio hilo limeifanya historia yake kuwa ya kipekee kwa sababu amefika moja nafasi za juu kabisa katika serikali na ndani ya CCM kabla uhusiano wake na chama kuvunjika katika mazingira haya. Lakini hapa ndipo simulizi linapokuwa na swali kubwa kuliko tukio lenyewe. Je, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amefunga mlango wa CCM milele au muda unaweza kubadilisha mambo? Historia ya Sofia Simba inaonyesha kwamba mwanachama aliyefukuzwa anaweza kuomba msamaha na kurejea. Historia ya marehemu Bernard Membe inaenda mbali zaidi. Aliondoka CCM, akajiunga na upinzani, akagombea urais, lakini miaka michache baadaye akarudi tena CCM. Hivyo kwa Nchimbi inaweza kuwa ndio mwisho wa ukurasa wa kitabu alichokianza miongo kadhaa ndani ya chama hicho. Hata hivyo, historia ya Jessica Msambatavangu pia inatukumbusha kwamba si kila aliondolewa CCM ana simulizi inayofanana na ya Sofia Simba au Bernard Membe. Kinachoweza kusemwa ni kwamba ameingia kwenye orodha viongozi wenye majina makubwa ambao uhusiano wao na CCM uliwahi kufika hatua ya kuvuliwa wanachama, na sasa kinachobaki ni muda kuonyesha ukurasa unaofuata wa safari yake. Kwa hiyo swali la je, Nchimbi atarejea CCM halina jibu leo, lakini historia imeacha mlango wa kutafakari. Sofia Simba alirejea, marehemu Bernard Membe alirejea baada ya kupita njia ndefu zaidi ya kisiasa. Nchimbi naye sasa ameondolewa. Labda historia itajirudia, labda haitajirudia. Jibu la kweli litabaki mikononi mwa Nchimbi mwenyewe, CCM na wakati. Imeandaliwa na Ramadhani Mshana na kusimuliwa nami Consolata Chaligha wa Ayo TV.